na alinipigia kwa kuzingatia kwamba na mimi sasa hivi ndio mwenyekiti wa SADC, namna ya kutako tatizo hili financially, na tumekubaliana kwamba pawepo na mkakati maalum wa sisi viongozi wa Afrika kuendelea kuziomba jumuiya za kimataifa ambazo zimekuwa zikitoa mikopo kwa nchi za Afrika, mikopo ile waweze kuipunguza riba, na saa nyingine waweke grace period ya muda fulani ambapo nchi za Afrika zisiweze kulipa hayo madeni wakati zikipambana na tatizo hili la ugonjwa. Lakini pia tumekubaliana naye kwamba ifike mahali kwa nchi ambazo zinataka, hasa financial institutions zinazotaka kusaidia pambano hili la ugonjwa wa corona, wasitoe mikopo, bali watoe grant, kwa sababu hakuna sababu ya nchi ambayo inauguliwa halafu wewe unatoa mkopo kwa ajili ya ugonjwa. Kwa hiyo ameichukua hiyo idea na tunaendelea kuifanyia kazi kwa umoja wetu ndani ya Afrika, na ni namna gani tunaweza tukashughulikia hili swala. Ameeleza changamoto anazozikabili nazo huko kwake, na najua kila mmoja anashughulikia hili swala kwa nguvu za nchi yake. Mimi nilishatoa maelekezo namna ya kupambana, na wataalamu wetu wanaendelea kutoa maelekezo. Ninachozidi kusisitiza kwa Watanzania, tusiwe na hofu, hili nalo litapita, ni kawaida, na experience inaonyesha kwamba kila gonjwa jipya linapotokea watu hupata wasiwasi. Wakati ukimwi unaingia na uliingilia mkoa wa Kagera kwa mara ya kwanza, watu waliogopa sana mtu ukisikia na ukimwi. Hata ambao walikuwa hawana ukimwi walipakaziwa wana ukimwi. Leo hii ukizungumza mtu wa ukimwi, hata wengine wanakwenda kuposa na kuoa na maisha yanaendelea. Ni kwa sababu hofu iliondoka. Kuna magonjwa ambao wenye umri wangu wanayakumbuka, ugonjwa wa surua. Miaka ile ya nyuma ukisikia kuna mji kuna mgonjwa wa surua, ilikuwa ni marufuku hata kwenda kutembelea pale, kwamba mtaambukizwa surua. Leo surua umeshajulikana kama ni ugonjwa wa kawaida na hofu ilishaondoka. Ni hivyo hivyo kwa magonjwa mengi ambayo tumekuwa tukia experience sisi kama nchi. Magonjwa kama TB, magonjwa kama ukoma, ilikuwa ukikutana na mtu mkoma, yani unajiuliza utasurvive namna gani katika maisha yako. Lakini siku hizi hofu hiyo imeshaondoka na Watanzania wanafahamu. Yametokea magonjwa mengi kama Ebola, Zika, katika maeneo mengine mbalimbali. Hofu zimekuwa zikijengeka. Sasa ni waombe wa Tanzania, hofu tuiondoe. Hili tatizo litaondoka, na tuendelee kuchukua precaution hizo hizo ambazo zinatakiwa kuchukuliwa. Tusilihusishe hili na uchumi wa nchi yetu. Mimi nime experience katika miezi miwili mitatu iliyopita ya ugonjwa huu. Nchi yetu ina waajiri wengi kama walimu, zaidi ya 40 kitu, nafikiri 49 wa waajiriwa wote ni walimu. Lakini tumeendelea kulipa mishahara bila hata wao kufundisha. Zipo nchi zimeshindwa. Na nataka kuwathibitishia walimu, tutaendelea kulipa mishahara yenu mpaka shule itakapofunguliwa, na wafanyakazi wengine tutaendelea kuwalipa mishahara yao mpaka mambo yote ya seto. Na hii ndiyo dhana halisi ya kukuza uchumi kwa sababu ya tatizo hili, na hili tatizo litaondoka. Lakini pia waziri, nimekuapisha leo, itabidi mkafanye uchunguzi wa masuala fulani kwenye hii national
Referral Laboratory ya kitaifa ya Tanzania iliyokuwa inahusika kupima corona. Kuna controversial nyingi ambazo ni za ajabu. Tuliona walikuwa wanatoa matokeo tu positive mara nyingi. Nilizungumza na vyombo vya ulinzi na usalama hapa siku ile, na nikatoa maelekezo kwamba hebu nendeni mkacheki hivi vipimo vikoje, hivyo vifaa vikoje. Na mara nyingi nimekuwa nikisisitiza kwamba si kila kitu unachopewa lazima kiwe kizuri. Wanaweza wakatumika watu, vinaweza vikatumika hivyo vifaa, lakini pia inaweza ikawa ni sabotage, kwa sababu hii ni vita. Sana katibu mkuu mpya Profesa Mchembe wameenda na kufanya mambo yafuatayo kwa kutumia na vyombo vyetu. Pia tulichukua sample za mbuzi, tukachukua sample za kondoo, tukachukua sample za papai, tukachukua sample za oili ya gari na sample za vitu vingine mbalimbali, tukavipeleka pale kwenye maabara bila wao kujua, na tukazipa majina. Sample ya oili kwa mfano iliyotoka kwa gari tulilipa jina ya Jabiri Hamza mwenye miaka 30, male. Ile ilileta negative. Tulipopeleka sample ya fenesi ambalo tuliipa jina la Sara Samuel miaka 45, female, matokeo yake yalikuwa unconclusive. Tulipopeleka sample ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne miaka 26, female, papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona. Maana yake maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive. Tulipeleka sample ya ndege Kwale, imekuwa positive. Tumepeleka sungura, ikawa determinant. Tumechukua mbuzi, akawa positive. Tukachukua kondoo, akawa negative, na kadhalika na kadhalika. Sasa ukishaona umepeleka sample ukamwambia huyu ni binadamu, halafu ikaji ikaletewa positive kwamba ina corona, maana yake labda mapapai yote yale nayo yangewekewa isolation. Ukipeleka mbuzi za sample nazo zikawa positive, maana yake mbuzi wote tulionao hapa labda by assumption, au huyo mbuzi waliopelekwa nao walitakiwa wapewe kwenye isolation. Ukipeleka fenesi likawa positive, makamasi yake yale ambalo tuliyapa jina la Elizabeth, maana yake Elizabeth fenesi, nayo mafenesi yalitakiwa yawekwe isolation. Kwa hiyo ukishagundua kitu hiki, lazima ujue kuna mchezo wa ajabu unafanyika kwenye vipimo hivi. Kwa kuna mambo ya ajabu yanafanywa katika nchi hii. Either wahusika wa laboratory ile wamenunuliwa na mabeberu, either hawana utaalamu, which is not true, kwa sababu maabara hii imetumika sana kwenye magonjwa mengine. Either zile sample zinazoletwa, kwa sababu mpaka reagent zinatoka nje,
mpaka zile swap, zile vipamba vya kuweka kwenye nani mle vinatoka nje. Kwa hiyo lazima kuna kitu fulani kinafanya. Na kama mapapai nayo yanaonekana ni positive, yana corona, basi WHO inatakiwa ifanye kazi kubwa katika haya. Na kama mbuzi nao wana corona, na kama hawajajua hii corona ina affect binadamu au ina affect mbuzi au ina affect hata miti, basi wanasayansi hatujafanya cha kutosha katika hili. Kwa hiyo kuna watu, kutokana na extrapolation ya hizi information nilizonazo, lazima kuna watu wameambiwa positive wakati si wagonjwa wa corona, na inawezekana wengine wakafa kwa hofu. Papai lile lipo halijafa, lipo tu linaiva. Mbuzi yule yupo tu wala hajafa. Fenesi lile lipo, labda lije lioze tu baadaye ya muda wake, lakini yale ni positive na vitu vingine. Kwa hiyo natoa wito kwa Watanzania, msiwe na hofu, na hasa kwa wale ambao bado hawajachoka hata hajaumia. Kwa nini uwe na hofu? Mbona mafua yamekuwepo, ila haya ni mafua ambayo yako advanced, nayo yatapita. Lakini kile kitendo cha kukuta hata papai la kula nalo lina corona mule ndani, wala si kwa ganda kwa juu, kwa sababu zile sample zingechukuliwa kwa juu, wangesema labda aliyeligusa na corona, lakini wametoa with the specifications kabisa vizuri, wakachoma ndani mle, wakaingiza kile kiswapu. Wangeweza wakasema huyu mbuzi labda alishikwa akaingiwa ndani na mtu akampa corona, lakini mbuzi awe na corona, fenesi liwe na corona, papai liwe na corona, ndege kama kwale awe na corona. Ni lazima pawe na maswali mengi ya kujiuliza sisi kama Watanzania, lakini na dunia na Afrika nzima lazima ijiulize vizuri katika tatizo hili la ugonjwa, kwamba kuna kitu fulani ambacho inawezekana hakijaeleweka kwa Watanzania na kwa wanasayansi, lakini inawezekana hata duniani hawajakielewa. Lakini natoa wito kwa wale wanaotumia vifaa hivi, hasa katika Afrika, wachukue sample za wanyama, wachukue sample hata za kitu kichochote, hata ukuta, hata mjusi, wachukue anything, watakuja kuprove haya ninayoyazungumza. Mimi ni mwanasayansi, ninajua ninachokizungumza, na kazi hizi zimefanywa na watu ambao they are really qualified. Kwa hiyo nairudia kuwaeleza Watanzania, bado tuko kwenye elementary stage, tusipaniki, tuendelee kuchapa kazi, uzalishaji uendelee maradufu zaidi, tusitishane, na wanasiasa waache kuitumia hii kama agenda, haitawasaidia. Mtu anazungumza funga Dar es Salaam, funga Tanga, funga. Sifungi, nilishasema ni lazima Watanzania tuishi, tuchape kazi na tuendelee kuchukua precaution. Na kiukweli siku zinazokuja mbele, ninafikiria hata kuruhusu ligi iendelee. Watu wanacheza ngao wanaangalia kwenye TV na kadhalika, tuweke utaratibu mzuri, kwa sababu ninaelewa hata kwa waliokuwa affected na corona, sijaona mwanamchezo mmoja yoyote ambaye amedhurika sana kwenye hili. Na hii inadhihirisha wazi kwamba kwa wale wanaofanya mazoezi, corona inawakwepa. Sasa kama tunawazuia hata kucheza mpira, maana yake tunawaambia waugue corona by implication. Kwa hiyo itafika mahali, najaribu kusubiri wataalamu wangu wanishauri vizuri, kwamba hata ligi tuendelee kucheza. Inawezekana tunaweza tukaishi na huu ugonjwa kama wanavyoishi watu wenye ukimwi, wenye surua, wenye TB na nini, na maisha yakaendelea. Tuache kuogopana, tuache kutishana.
Inawezekana hilo nanasi fenesi lingekuwa na lenyewe linasikiaga, labda lingekuwa limeshaoza na kuoza kwamba lina corona. Papai lilipoambiwa lina corona, inawezekana sasa lingekuwa limeshaoza kabisa completely. Lakini kwa sababu lenyewe halisikii, lakini lina corona na lipo. Sasa wewe kama waziri kashirikiane na Wizara ya Afya, mkacheki hiyo maabara kuu ya nchi kuna nini ndani. Kama kuna kitu kama criminal kiweze kushughulikiwa kisheria. Kama kuna watu kwa njia nyingine walijinvolve kwenye criminal kwa kutumia hizi vifaa, basi sheria ichukue mkondo wake. Lakini napo kama vifaa hivi vina technical errors, labda vimetengenezwa tu kwamba vikishapima sample 20 ya 21 lazima iwe positive, zikishapima kadhaa inayofuata lazima iwe positive, labda imeshakuwa calculated that way, napo lazima kiangaliwe. Nilishasema tusikubali kila msaada tukafikiri ni kwa faida ya nchi. Mnaweza mkaambiwa wote na ndio maana hata sasa wengi wanaoambiwa wengine wana corona ni wazima tu, wala hawajajifiri kingine. Of course mnaweza mkatumia approach nyingine kwamba inawezekana immune system yao iko juu, it's fine. Lakini yote haya tuyaangalie. Lakini kikubwa, ndugu zangu wa Tanzania, tusimame imara, hili lisituyumbishe. Ninajua wapo wengine wangependa sana kuzungumza juu ya corona, na tunaviona kuna vyombo vingine vya habari vyao ni kupiga corona tu, corona, tena vyombo vya nje na huko vinavyotangazia ndio corona imeua watu wengi. Sisi tusimame imara wa Tanzania. Corona kweli ipo, lakini isituyumbishe katika msimamo wetu na direction yetu. Tusitishwe. Na anaendelea kutoa wito kwa hasa vijana ambao wamekuwa kila siku wanaposti wakimwona mtu amekufa na corona. Marehemu jaji mkuu hapa tumehangaika naye kwa zaidi ya mwaka mzima. Si vizuri kutaja matatizo yake. Tumepeleka India, mara ya mwisho tukachukua ndege mpaka tukapeleka Nairobi. Baba yangu alikufa na kansa, lakini na jaji mkuu mstaafu naye amekufa kwa kansa. Lakini watu wamebadilisha maneno ya ajabu. Kwa hiyo Watanzania tujifunze kumwogopa possible. Mbona malaria yameua watu wengi tu? Mbona ajali zimeua watu wengi tu? Juzi pale Mkulango wamekufa watu 21 kwa ajali. Na roho zao Mungu azipumzishe kwa amani. Siku hizi hata mtu akikutwa na ajali, polisi wanakwenda wanavaa gloves zao, wanasema huyu ana corona. Mtu hata akijiua chumbani kwake, wanapokwenda kuchukua ile maiti ni corona. Ninawaomba Watanzania tubadilike. Tunaichafua nchi yetu, tunaiharibu nchi yetu, tunajiogopesha sisi wenyewe, wakati hili swala Mungu atalihendo na tutapita salama. Narudia kuwapongeza tena madaktari wetu kwa kazi kubwa wanayoifanya. Na kwenye hili la mapapai kuwa positive, ninampongeza sana katibu mkuu mpya wa Wizara ya Afya. Wameenda na mabadiliko. Aendelee hivyo hivyo pamoja na watendaji wake walioko. Ili kupata taarifa zetu, bonyeza subscribe kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo mbele. Asante.